Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, ni wakati mwingine tena, karibu sana tujuzane yale yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja huko nchini Israel, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Irani haitaruhusiwa kumiliki silaha za nyuklia wakati wowote atakapokuwa madarakani, akisisitiza kuwa swala hilo ni moja ya vipaumbele vikuu vya serikali yake. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake, Netanyahu amesema yeye na rais wa Marekani Donald Trump wana uhusiano unaofanana kuhusu kuizuia Irani kupata silaha za nyuklia. Kwa muda wote nitakapokuwa waziri mkuu wa Israel, Irani haitakuwa na silaha za nyuklia. Mimi na rais Trump tunaafikiana kikamilifu kuhusu swala hili, amesema Netanyahu. Kiongozi huyo wa Israel pia amedai kuwa Irani ingeweza kuwa tayari imefanikiwa kutengeneza mabomu ya atomiki yenye lengo la kuiangamiza Israel kama isingekuwa juhudi za serikali yake ya kuzuia mpango huo. Netanyahu amesisitiza kuwa ataendelea kuchukua hatua zote atazoona zinafaa kuhakikisha Irani haipati uwezo wa kutengeneza au kumiliki silaha za nyuklia. Kauli hiyo imekuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akiashiria kuwa kuna uwezekano wa kuafikiwa kwa makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran, jambo ambalo limezua mjadala kuhusu mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Tehran na usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Ni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamua kuungana na rais wa Marekani Donald Trump kwamba kamwe atakapokuwa madarakani kama kiongozi wa Israel, Irani haitaruhusiwa au hatairuhusu kamwe iwe na silaha za nyuklia. Na Trump, wakati anasema kwamba vita kati ya Marekani pamoja na Irani vimekwisha, alizungumzia adhma kuu ya vita hivyo ilikuwa ni Irani isipate silaha za nyuklia. Sasa anasema kwamba Irani wamekubali kuto kumiliki silaha za nyuklia, hivyo lengo lao la vita limekamilika na wamefikia makubaliano na Irani, na wakati wote kuanzia sasa makubaliano ya amani yatasainiwa kati ya Marekani na Irani katika nchi yoyote barani Ulaya. Na Trump amesema kwamba muda pamoja na mahali ambapo makubaliano hayo yatasainiwa vitatangazwa hivi punde tu, na kila kitu kitakuwa wazi na kitafahamika kwamba ni wapi ambapo Marekani na Irani wataketi chini na kusaini dili, japokuwa upande wa Irani wamekataa vikali mpango huo. Sasa kwa jinsi ambavyo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anazidi kukazia sera zake za uongozi wake nchini Israel juu ya Irani kwamba kamwe haitakuwa na silaha za nyuklia, tunaweza tukashuhudia endapo maendeleo ya kuzalisha uranium huko nchini Irani yatazidi kushika kasi, huenda tukashuhudia mgongano mwingine katika siku zijazo, kwa sababu miaka mingi Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Irani. Mfano Fordo, Natanz, Isfahan na maeneo mengine kama Bushehr vimekuwa katika mashambulizi ya mara kwa mara na vikosi vya Israel kupitia jeshi lake la anga, lakini pia kwa usaidizi mkubwa wa vikosi vya Marekani ili kurudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Tehran. Kwa taarifa zaidi basi ni kuombe uendelee kuwa nasi hapa, utakwenda kujifunza mengi na kufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa.